Nipo na kiongozi na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Ilala, lakini sisi kama media au kama vijana ambao tunafanya masuala habari tunawiwa zaidi kuweza kuzungumza na viongozi kama hawa, tukiwa na maana kwamba hawa ni miongoni mwa walezi wetu na sisi tukawa ni vijana ambao tunafanya masuala habari. Kwanza ni kupongeze, unafanya kazi nzuri sana kuja kushiriki iftari hii iliyoandaliwa na ndugu yetu Fikiri Rajabu ambaye yeye ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Karibu sana. Asante sana. Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kujalia afya, lakini kwa kutupa uhai au kukutana siku leo. Ni kweli mimi nimekuja leo hapa kwa mwaliko wa mwenyekiti wetu wa serikali ya mtaa ndugu Fikiri Timbwa kwa ajili ya kuhudhuria iftari ambayo ameiandaa. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kwanza kumpongeza yeye na kumshukuru kwa kunipa mwaliko, lakini kuandaa jambo hili kubwa, jambo la kiibada, jambo ambalo katika nguzo la Kiislamu iko nguzo nasema kufunga, na swala la kufunga ni swala muhimu sana kwa sababu inatupa mrejeo wa kutubu madhambi yetu, lakini pia ni mwezi ambao tunatakiwa tufanye mambo ya kheri ili kumpendeza Mwenyezi Mungu. Na moja jambo la heri kubwa ni hili la kufuturisha. Mwanatibu alimfuturisha watu wengi, vijana, wanawake, watoto na kadhalika. Kwa kubwa ni atapata thawabu yeye. Na kisiasa na kiserikali amekuwa karibu na jamii. Anatambua kama yeye ni mtumishi wa watu, yeye ni mchaguliwa na watu wake ndio hawa. Kwa anachopata kidogo anashare na watu wake. Kwa jambo kubwa napenda kumshukuru sana Mheshimiwa Timbwa. Lakini la pili la mwisho ni washukuru sana uongozi wa Chama cha Mapinduzi na serikali wakati ya Pugu kwa mshikamano wao, kwa umoja wao. Jambo hili mlifanya kwa mashirikiano wao pamoja wote na limefanikiwa sana. Lakini la tatu ni niseme lingine kwamba tuombe nchi yetu amani. Tumeona leo wako Waislamu kama sisi Tanzania, Iran, Ethiopia na Ethiopia, Israeli na maeneo mengine ya Arabuni wako katika vita. Kwa hiyo kufutari kama hivi kwa amani hawana, kutwa mizinga, kutwa mabomu, wanasali kwa wasiwasi, lakini kubwa ni amani. Kwa hiyo niombe wa Tanzania tuzingatie amani. Kama leo tuko Pugu tumefutari kwa amani na kila mtu Mwenyezi Mungu atamfikisha nyumbani kwake salama kwa amani. Kwa hiyo amani jambo kubwa sana kwa mambo mengine. Kwa hiyo tuchukue nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya ya kuleta maendeleo, lakini kuhakikisha kwamba anatumia nguvu kubwa kudumisha amani ya nchi yetu. Lakini pia ukiwa kama wewe ni kiongozi wa chama na ulipopata sasa mwaliko kushiriki katika iftari hiyo, ukiwa kama wewe ni mgeni rasmi, kwako wewe ile jambo lilileta furaha ya aina gani? Kwanza nikwambie kama mwenyekiti wa wilaya nilikuwa na mialiko mingi. Leo hii nilikuwa na mwaliko wa klabu moja ya Shanti pale Ilala. Lakini pia kuna mwaliko wa Timbwa wa Pugu mtaa Mustafa. Nasema hapana, lazima mimi kama mwenyekiti wa wilaya nende kila sehemu. Ilala naifahamu ni mjini, lakini lazima niwafikie watu wengine wote. Kwa nifarijika. Kwa nikwambia nilivunja iftari nyingine sikwenda, nikaja iftari ya huku Pugu badala ya Ilala. Kwa yote kuna kwamba binadamu wote tuko sawa na wilaya ni kubwa na mazingira tuko sawa. Kwa lazima nende nishiriki katika kila jambo ambalo mwaliko nilipata na kwenda. Lakini pia nataka ndani ya sekunde kadhaa nataka pia mzungumzie kwa udogo sana namna unavyofanya kazi na Fikiri Rajabu ambaye yeye ndio mwenyekiti wa maeneo haya. Kwako wewe ni kiongozi wa aina gani? Nikwambie katika mmoja wenye viti wa mitaa kwenye wilaya na jimbo la Ukonga wanaonifurahisha na kukubali kazi zao ni Fikiri Timbwa. Mimi sio shughuli ya kwanza, nimekuja shughuli kadhaa, mikutano wananchi, mikutano mbalimbali na kazi mbalimbali ambazo amezifanya yeye. Na ukumbuke Mheshimiwa Timbwa kwa mwaka wa jana mwajuzi aliongeza sungusungu akakamata majambazi na wezi kutoka maeneo mengine. Kwa hiyo anadumisha amani na usalama katika mtaa wake, lakini anafanya kazi iliyotukuka na kazi ya mfano. Kwa hiyo nitoa wito kwa wenye vitu wengine wote waige mfano mwenyekiti wa mtaa wa Mustafa Mr. Fikiri Timbwa. Shukuru sana kuweza kupata fursa ya kuweza kuzungumza na wewe, lakini pia nikuombe panapo majaliwa Mwenyezi Mungu tutatafuta muda mwingine wa saa mzuri tuweze kuja ofisini kwako, lakini pia tuweze kuzungumza mengi kwa kina. Karibu sana inshallah, karibu sana.